Naam, kwingineko maeneo ya vijijini kote nchini China yamepiga hatua kwa kasi katika harakati za kuwekeza na kuendeleza viwanda vyenye sifa za ndani vikisaidiwa na mipango madhubuti ya sera za serikali. Taslifu kamili ni kwenye makala yetu kuhusu Ifahamu China. Rais Xi Jinping wa China daima ametilia maanani juhudi za kufufua viwanda vijijini. Baada ya kongamano la 20 la kitaifa la chama cha kikomunisti cha China kumalizika, Xi alitembelea mji wa Yunnan ulioko kaskazini magharibi mwa mkoa wa Shanxi nchini China ili kujifunza kuhusu maendeleo ya sekta ya matufaha ya eneo hilo pamoja na maendeleo katika kuhimiza ufufuaji wa viwanda vijijini. Wakati wa ukaguzi wake mwaka huu, Xi pia alizingatia sana viwanda vya vijijini katika kijiji cha Bahio, eneo linalolima aina ya matunda yaitwayo lichi kusini mwa Guangdong. Xi alisisitiza maendeleo ya teknolojia ya kuhifadhi na kusindika bidhaa katika shamba la mikomamanga katika jiji la Zhangjiang katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China. Jinping alihimiza juhudi katika ujenzi wa chapa na kuboresha ubora ili kuongeza ushindani wa bidhaa za ndani. Mwaka huu, serikali kuu imesaidia ujenzi wa mbuga 50 za kitaifa za viwanda vya kilimo cha sasa, nguzo 40 za viwanda vinavyoongoza vya kilimo vyenye faida za kipekee, na miji 200 yenye nguvu za kipekee za kilimo na kufikia maendeleo thabiti katika ushirikiano na ufufuzi wa viwanda. Zaidi ya 60% ya fedha kutoka serikali kuu zimetumika katika kuendeleza viwanda vya ndani maeneo ya vijijini. Tekeleza kwa kina mkakati ya kufufua viwanda vijijini siyo ya pili baada ya ile ya kupunguza umaskini. Ni muhimu kuzingatia hali halisi ya kila mahali na kufanya maendeleo imara kuelekea malengo maalum ili kupata matokeo yanayoonekana. Kijiji cha Dawan katika kaunti ya Jiangxi, mkoa wa Anhui, mashariki mwa China, kimegeuza makao ya zamani kuwa makazi ya kipekee na kuendeleza utalii wa vijijini huku ukipokea zaidi ya watalii 50,000 mwaka huu. Kuanzia Januari hadi Septemba, mapato ya kila mtu katika maeneo ya vijijini ya China yalifikia yuan 15,705, ikiwa ni 7.3% kutoka mwaka uliopita kulingana na takwimu kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS.